aliyeshuhudia anasimulia kwamba kwenye ajali ile zaidi ya mbele ikipasuka, ile gari ikapinduka mara 2-3. Hakuna mtu aliyefariki, alhamdulillah. Lakini muhadithiwa, kwa sababu yeye amesikia hakuona, yawezekana alipohadithiwa na yeye ni riwaya hii labda ya mtu wa 3-4, yeye atakapopresent na kufikisha kwa wahusika, atakwambia watu walikuwa wanachomoka kama dirishani kama biskuti na vifaranga, yaani kile kidondoka hivi kifanye hivi, na ndio riwaya itakapofika mwishoni ukaambiwa kwamba watu wanachomoka kama hivi. Lakini je, una hakika na yakini katika maneno uliyosikia hivyo ilivyokuwa? Mtume anasema kafa bil isman, yamtosheleza mtu kuingia kwenye madhambi kuhadithia kila atakachosikia. Maneno kadiri yanapopelekwa tofauti ndivyo yanavyobadilika. Kuna ujumbe ulioagizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kukusanya sana. Kabla hujafika huko ulikoagizwa ufike, tumekuwa ni kali, tumechoka, chakishia hapa. Wakarudi sikuwapi hapa mlizokusanya. Tumefika kule tumenyimwa majina ya walionyima yapo na majina waliokwenda yapo, yametoka kwa sababu sikurejea kisa katika majina haya ili kutajia majina ya kile kisa kikipo na mazungumzo haya, na ndio sababu ya kushushwa aya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi ambao mmeamini, akikujieni mtu na habari yoyote ambayo haijakaa sawa, haina mashiko, fatabayyanu, ibainisheni habari hii, fuatilieni msiwe. Yaani mtu akikwambia wana nimeona jamaa anatembea kwa kichwa hana, ajali hiyo, kichwa hana, chunguzi kwanza, atatembeaje naye kichwa hana, na wala ichunguzi moja kwa moja nafikisha hivi mtu anatembea kichwa hana hivi. Ichunguze. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahala, msije mkawafikisha watu kwenye ujinga. Tusbihu ala ma fa'altum nadimin, sasa mtakuja mtajuta katika haya mambo. Kwa hivyo ujumbe uliporejea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mwenyewe atakaa. Sasa ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaagiza kwamba nendeni mkawaambie kwamba tumeagizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kufikisha ujumbe wa kwa hizo zaka uliokusudia wewe sasa unatakiwa usipeleke. Hakuja fulani na ujumbe kutoka Mtume na unaagizwa hapa baadaye hatujamuona sasa, hajafika. Sasa kama hayo yalipata kudhibiti huko nyuma, je, sasa ndio dhaifu? Kwa hivyo kwa muda wetu huu, ikiwa tuna muda tuliomaliza kwenye safari, tuliomaliza kwenye kulala, tuliomaliza mezani, tuliomaliza kwenye mazungumzo, tuliomaliza kwenye chakula na kwingineko kote, ukipiga hesabu utakuta labda katika umri wako wote miaka yako 5 tu ndio umeruka Allah subhanahu. Sasa kama ni 5 tu ndio umeruka Allah subhanahu wa ta'ala, basi uwe tayari pia siku ile tunapokufuliwa, tunapoulizwa kabla ya kunyanyua unyayo wako, uulize ndio umri wako umalizaje, basi na hili pia uwe tayari kujibu. Ujana uliotumiaje, linalo uwe tayari kujibu.
Maana pale ulipokuwa na nguvu za kutekeleza ibada, ulipokuwa na nguvu ya kuweza kufanya sababu bila kuangaika na mtu yote, pesa hizo ulikuwa nazo, lakini ulitumia katika mazingira mengine, na nguvu hiyo ulikuwa nayo uliamua kutumia kwenye mambo mengine. Maana nguvu hiyo ndio ile ambayo ulikuwa unamwambia kusogea hapo wote, kama sijasimama kwenye utosi hapo. Cheza na mimi wewe. Ulipomalizika sasa ndio unarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayari huwezi kukaa, unaokuwa huwezi, kiamu huwezi, tawawa huwezi, na uwezo uko nao, na hapo uko nayo, mambo yote haya hukuyafanya, ulishindwa kufikiri kwa jeuri uko nayo, kwa kuingia afya na siha aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, utaulizwa. Shababi fima afla wa amrihi fima afla, ujana wako ulimaliza vipi na umri wako ulimaliza. Kwa hivyo kama umeweza kukontrol miaka yako hii, ukaweza kutumia muda wako huu, najua kwamba hatuwezi kutumia wote, sababu Allah hatuwezi wote, lakini angalau uwe basi na kitu cha kujisemea kwa Allah, uwe basi na sababu ya kuzungumza. Hivi ni nafsi tuchukue mfano, hili hema hili ndio paa, hakuna mahali hata pamoja pekee matundu ya hewa yao, lakini pamezibwa kote. Alhamdulillah, ndio ndio watu ambao wanatosheleza, lakini kote kumezibwa. Kisha ikaja amri kwamba hakuna yeyote katika nyinyi atakayeweza kufungua hema hili akatoka nje ila biamalihi, isipokuwa kwa amali yako. Amali yako ndio itakayokujalia Bwana Faris, Bwana Ali, Bwana Muhammad, Bwana Maulid, amali yako ndio kukujalia ufungue hapa kutoka. Kama ilivyotokea kwa wale mawara watatu kutoka mbele, walipoingia kwenye pango likajifunga lile pango, wakaambizana baina yao kwamba hakuna kitakachotukomboa sisi tutoke katika hilo ila amali yetu. Hadithi maarufu ni kuna ambaye yeye alikuwa hana maziwa, hapati huduma yoyote katika familia yake, ila ni mpaka baada ya kufikisha baba na mama wamepata huduma hiyo. Watoto wanalia, watoto wananjaa, lakini hawataona kitu wake, hawataona mpaka hakikisha kwanza baba na mama wamepata huduma hiyo, ndipo mambo mengine yanaendelea. Hivi tunaifahamu. Na aliyeajiriwa awali mchungaji wa wanyama, muda wake ukafika, akaondoka katika jina hili. Lakini siku waliporudi kutafuta au kurejea mama yake ya mnyama, kwa muhtasari kuwa hadithi kizungumza hivyo haraka kutakata maneno ili tupate kule mpaka kwamba wanyama wao hao na wao wako. Mimi niacha moja kwa kule hapo ni hiana na mama hayo kama mfanye masara wote wako, na yeye pia aliwasaga watu wa kisada kidogo. Acha na mwingine ambaye alikuwa na bid'a yake ukipendana sana na kaza, lakini anambia sintokuruhusu ila kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa watu watatu hawa kila mmoja akawa anajielezea mambo yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe Mola wangu wa haki, mimi nilikuwa na wazazi wawili, sikufanya kitu chochote kwa mkono wangu wala watoto wangu, ila nilihakikisha kwamba wazazi wangu wanapata huduma yangu ya kwanza. Ya Allah, kutokana na sababu hizi naomba utubariki kutoka kwa hili papa. Ninaachia mwenyewe kidogo kwa watu.
na wawili pia linaachia mwanga kadhaa lakini hawajatoka, na watatu pia nikaleta maombi yake ndio hao wakaenda. Haya, mimi na wewe tuambiwe hivi kwamba hamtoki kwenye mahema haya mpaka kila mmoja atoe alichokuwa nacho katika amali yake. Mimi nasema sijui kwa upande wangu tutatoka kwa kutumia njia gani. Nitaeleza kitu nilichofanya billahi wa ikhlas, bila hiyo wala shubha, bila uongo wala khiana. Sijui nitaeleza kitu ambacho mimi nimekifanya kwa mpangilio huo ili tuweze kutoka huko angalau na ushukuru. Mimi nasema hivyo, sijui wewe, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema bali insanu ala nafsihi, bali mwanadamu kwa nafsi yake anaijua yeye. Lakini muda uko unaijua wewe, jiulize sasa katika hili unazungumza kwamba je, ikitokea hali kama hii mimi nitazungumza nini? Sasa hali hiyo na jibu hilo utakalokuwa nalo ndilo unalotakiwa kadhalika uende nalo huko mbele, kwamba mazingira haya tunayoishi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni muda mfupi sana kuliko yale ambayo tunaishi kwa ajili ya kulinda nafsi yetu wenyewe. Muda mfupi. Katika hili pia haimaanishi kwamba ukaadhibiwe kwa tabu, chomwe juu barabarani, yaani uchukuliwa hapo ukasimamishwa pale barabarani, hakuna huduma, hakuna maji, ukuli na teketea, huna jua kali, au tukamwona na wanaambiwa kama sura ya wataala. Hiyo sio sura hii. Huko ni kumtesa mtu, labda tu kwa sababu hajui kuzungumza, hajui anakwenda wapi, anaambia ngoja sura kwa sababu hajui atafika wapi. Kwa hivyo sisitizo langu kwamba Mungu tupate tabu, tupate dhiki, tupate jasho, tukose ile starehe tulikuwa nayo kwa muda mchache, masiku machache, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumetumia muda wetu kwa mapumziko mazuri, kwa vyakula vizuri, kwa vinywaji vizuri, kwa vipato vizuri, si vibaya. Kwa muda wa siku tatu ukapata dhiki, ukayakosa yote hayo, lakini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia chukua sura na picha. Haji hii inaenda ikibadilika msimu hadi msimu. Mwaka 2003 na 2005 tukiwa hapa Mina, hata hizi hisia kuwasha, kuna baridi. Sasa hivi tunaziwasha kwa sababu kuna kama joto lijiko. Pamoja na kwamba joto hili halijafika kiwango kile ambacho kinajulikana kwa watu wa Maka. Je, waliokuwa kabla yetu hawakuwa na mahema kama haya yenye hisia kama hizi, maji ya baridi, vinywaji vya kuongeza nguvu? Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba anatoka kule, anakuja hapa kwa kipando chake, anaweka kihema chake mahali, anatulizana hapa usiku mzima, kesho yake pia anaondoka kwa mnyama pia, si kwa gari, si kama tafuta, si kwa maji unakuwa barabarani na kunywa, si kwa tutabalo nalo maziwa tu kidogo na vimaji na vitende, kwa ajili ya Allah subhanahu. Sisi Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia wepesi. Hata waliokuja haji katika miaka 70 ukiwauliza watakueleza mazingira tofauti na haya, na huenda watakaokuja baada yetu pia watakuja kusimulia mazingira mazuri tofauti na haya. Kullu muyassar lima khalaqahu, kila wepesi umeumbiwa mtu wake. Shida yako wewe kwamba ni raha,
matatizo yako wewe kwa hiyo siku chini Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadiri mzangu umebelezeni Allah subhanahu wa ta'ala muombeni Allah subhanahu wa ta'ala tubieni kwa rejeeni kwa hakika masiku haya ni machache usije tukajutia muda wote tuliomaliza na ile hali ya kuwa hatuna tulichochuma pamoja na kuziacha familia zetu kutumia harama kubwa kutumia muda wetu mwingi kurejee na kitu tufaidiki na muda huu ili Allah subhanahu wa ta'ala aturidhie mpaka tukisimama hapa aseme hawa ni waja wangu nimekwisha wasamehe madhambi yao nendeni na ile hali ya kuwa ninyi mko huru hakuna yeyote katika ninyi ila nimekwisha mpa msamaha. Allahu amin. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika kundi lile ambalo litaambiwa liondoke na ile hali ya kuwa limesamehewa madhambi yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa muda huu inshallah chache tuliamua kuweka sawa baadhi ya mambo matatu ili tuangalie pia mazingira ya chakula. Hatimaye kuna watu wanaamka mapema, najua kweli tunachelewa kulala, watu wanalala masaa 3 na 4 na alfajiri baada ya kurejea kutoka msikitini wengi huwa wanalala muda wa kulala, na pia hapa tunakutana na kiasho kingi, lakini inawezekana mtu akishiba hizi naweza kaja. Kwa hivyo nisimamie hapa ili nisifuke sana. Hivi ndio viwanja tunazungumza mengi tu, watakuja na wengine ambao labda hawakuwa na sisi watasema inshallah biidhnillah. Hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alafu ni siku ya Ijumaa leo. Katika Sahih Muslim Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Ijumaa ndiye aliyemuumba Mtume Adam alayhi salam, siku ya Ijumaa kama ya leo. Na siku ya Ijumaa ya leo ndiyo Mwenyezi Mungu alimtoa Mtume Adam peponi akamteremsha ardhini, na pahala alipoteremkia Mtume Adam kwa mujibu wa maelezo ya wanachuoni wa historia wote, Mtume Adam ameteremkia katika mlima unaitwa Jabal Baba Adam, upo Sri Lanka. Kwa wale ambao wanahitaji kwenda kupaona hapa pahala, ni pahala ambapo wanahitaji kwenda kupaona alipoteremka Mtume Adam alayhi salam, baba wa kwanza, mwanadamu wa kwanza wa walimwengu wote hapa duniani. Kwa hiyo akateremkia Mtume Adam pale, ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Lakini Ijumaa ya mwezi gani, ya tarehe ngapi haijulikani. Tunaishia pale pale ilipoishia dalili. Kwa kweli Mtume hajataja tarehe, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaja kwamba Mtume Mtume Adam atateremkia katika mlima gani, lakini wafuatiliaji wa mahali tarihia, wanachuoni wengi takriban wa tafsiri na wengi wa historia na wengine wamesafiri wenyewe baada ya kupata yale maelezo ya wanachuoni wa kongwe, wakaenda wakagundua kwamba Mtume Adam ameteremkia katika mlima mmoja huko Sri Lanka. Kwa lugha ya Sri Lanka wao baba ni baba, kwa hiyo wanaita Jabal Baba Adam, alafu na mama Hawa. Wasiokuwa Waislamu wanakwenda kwa 90% sana, wanakwenda kuangalia pale. Kwa hiyo ni wewe na mimi wale ambao tuna nafasi sasa tunafunga safari katika siku 3-4 kwenda kuangalia takriban kama kilomita 37 kutoka chini kwenda pale pale, lakini wanakwenda kwa sidhani kama itakuwa kilomita 37 kwa siku, lakini wanakwenda kwa kufunguka kama vile wanavyopanda mlima huu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoteremshwa Qur'an. Kwa hiyo ilikuwa ni siku ya Ijumaa, na siku ya Ijumaa ndiyo siku itakaposimama kiyama. Lakini Ijumaa ya mwezi gani, ya mwaka gani, ya wiki gani, Allahu a'lam. Na siku ya Ijumaa Mtume akasema fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim yas'al, wa fi riwaya yusalli, wa fi riwaya yad'u illa a'tahu Allah. Siku ya Ijumaa ambayo ni siku ya leo, ikiwa Muislamu itasadifu amemuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo lake, akakutana na ile saa, Mwenyezi Mungu atampa shida yake. Ni siku ya Ijumaa, ni saa, Mtume amesema ni saa moja. Sasa wanachuoni wametaja khilafu nyingi sana
kumbuka Ibn Hajar rahimahullah katika Fathul Bari takriban ametaja kama kauli 21 kuhusu khilafu kwamba hii saa ya siku ya Ijumaa ipo saa ngapi. Wengine wamesema ni siku nzima ya Ijumaa, wengine wanasema ni khatibu anapopanda juu ya mimbar, wengine wanasema ni pale khatibu anapokaa kwenye khutba ya kwanza. Lakini Abu Huraira radhiyallahu anhu ambaye alisimulia hadithi anasema wa ashara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yukhaffifuha au yuqalliluha. Mtume alionyesha kwamba ni wakati dhaifu sana. Riwaya sahiha ambayo takriban jumhuru wanakwenda wameisadifu ni kwamba ni baada ya sala ya alasiri. Kwa hiyo ndugu zangu, yani leo ni Ijumaa, ina maana umevaa kiatu cha dhahabu na unakanyaga ardhi ya dhahabu. Umeelewa? Umevaa kiatu cha dhahabu na unakanyaga ardhi ya dhahabu, na mazingira unayotembelea ni mazingira ya dhahabu. Kwa hiyo ina maana leo sasa ni Ijumaa. Ni Ijumaa, halafu tutakuwa Arafa. Na ni sehemu ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tujitahidi, kwa sababu tutakuwa tayari tumeshasali, tutatoa maelekezo. Tujitahidi kuanzia saa 10 kila mmoja ahakikishe mpaka saa 11 au 11:30 au 12 kasorobo hii saa tuipate. Tuombe yetu, muombe Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu, atuponye maradhi yetu sisi pamoja na jamaa zetu, ndugu zetu. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, Mwenyezi Mungu atufanyie kila jambo la kheri. Kwa wale ambao wananyosha mikono yao katika njia za kheri, Mwenyezi Mungu awabarikie na awape afya njema. Na wale ambao wamewawezesha Waislamu wenzao kwenda kuhiji au kufanya mambo ya khairat, Mwenyezi Mungu awaongezee na awape afya njema. Na wale ambao tuna kazi zetu, Mwenyezi Mungu atuongezee. Ni kipindi ambacho cha kumuomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni leo siku ya Ijumaa. Kwa hiyo ni siku ya Ijumaa ambayo ni saa tusiache. Lakini uradi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Arafa ameusisitiza na aliungangania sana, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na ukariri mara 1, mara 3, mara 5, mara 7, mara 9, 11, 13, 15, 17, 19 kiasi utakachoweza. Ukimaliza unaweza ukaleta istighfar, astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi, au astaghfirullah au astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi, au subhanallah kama Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man qala subhanallah wa bihamdihi zuri'at lahu shajaratun fil janna. Muislamu akisema subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, unapandiwa mti peponi. Kwa hiyo ukishaje mara 100 na maana unapandiwa miti 100. Kwa hiyo tujitahidi inshallah tuhakikishe tunafanya. Salatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Ayuha al-ahibba, wala nusikum wa nafsi taqwa Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'atihi. Uzangu katika imani, mahujaji wa nyumba tukufu ya Allah tabaraka wa taala, sifa njema zinamstahiki Allah tabaraka wa taala, ambaye yeye kwa upendo wake na uweza wake ameturejeshea uhai wetu baada ya kuwa ametufisha. Na ama rehma na amani simwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakika ninakuhusieni, lakini pia ninaihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, katika muda mfupi huu wa baada salati subhi katika maeneo haya matukufu ya Mina, nikumbushe hadithi moja miongoni mwa hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo haina shaka juu ya kusihi kwake kwa kuwa imethibiti ndani ya sahihi Bukhari na sahihi Muslim. Mpokezi wa hadithi ni sahaba mtukufu, sahaba kipenzi, sahaba kijana mkaribu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Yeye ndiye aliyepokea hadithi hii kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam anasema, yatba'u al-mayyita thalathatun,
ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ndugu zangu, Anas ibn Malik, wale ambao Allah amewajalia macho na akili ya kuchungulia vitabu, wanamjua sahaba huyu ni nani katika ulimwengu wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini natoa changamoto kwa vijana wenzangu kujitahidi sana kujua masahaba na kufahamu historia zao, sababu unayemjua utamuiga, na kwa hakika kumuiga aliye mwema, kumuiga aliyeongoka, kumuiga ambaye yametangazwa mafanikio kwake yeye ni kuiga kuliko bora kuliko kuiga yule ambaye hakuna uongofu kwake. Tunakuwa ni wapenzi wa mipira leo, tunajua majina ya wacheza mpira, wengine si Waislamu, ni makafiri. Hata inafikia tunaiga katalogi za maisha yao. Akinyoa kiduku na wewe unanyoa, akivaa jinsi limetoboka toboka na wewe unavaa, akiwa ni mtu wa kuruka viwanja na wewe unaruka viwanja, akiwa mtu wa kukusanya vimwana na wewe unakusanya vimwana, akiwa ni mtu aliyeghururika na dunia na wewe unaghururika na dunia. Hakika kuiga kwa sampuli hii ni maafa makubwa mbele yake Allah tabaraka wa taala, duniani kadhalika kesho yaumul qiyama. Lakini kuwaiga wema hawa kwa hakika ndiko kuiga kuliko sahihi. Hata mshairi anasema si tukuwaiga wema hawa, bali ni kujifananisha nao. Tashabbahu in lam takunu mithlahum, inna tashabbuha bil kirami falahun. Kwa hakika jifananisheni na wema, hata kama hamtofikia walivyokuwa kina Anas ibn Malik, walivyokuwa kina Abu Bakar Siddiq, mwanamume ambaye Mtume anasali salatul fajr mbele yao, halafu kisha anauliza man asbaha minkum al-yawma saima, ni nani katika ninyi leo ameamka hali ya kuwa amefunga? Anasema ana ya Rasulullah, mimi ewe Mtume wa Allah. Ni nani katika ninyi leo amesindikiza jeneza? Anasema ana ya Rasulullah. Ni nani katika ninyi leo ametoa sadaka kumpa maskini? Anasema ana ya Rasulullah. Ni nani katika ninyi leo amemtembelea mgonjwa? Anasema ana ya Rasulullah. Mtume anasema mambo yote haya hayawezi kusanyika kwa mtu mmoja, isipokuwa anakuwa ni mtu miongoni mwa watu wa peponi. Sasa hawa si tuna haki ya kuwaiga, ndugu zangu? Ndio mshairi anasema jifananisheni hata kama hamtokuwa kama wao. Inna tashabbuha bil kirami falahun, hakika kujifananisha na wema ni kufaulu mbele yake Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, Anas ibn Malik ni sahaba kijana miongoni mwa masahaba vijana walioishi maisha mamoja na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika ardhi tukufu ya Madina. Kijana huyu alipata nafasi ya kuwa khadimu Rasulillah, mtumishi wa karibu wa Mtume wa Allah, rehma za Allah ziwe juu yake na amani. Takriban miaka 10 anamhudumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo anatambua mambo mengi sana ya ndani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na amepokea hadithi chungu nzima ambazo tukizisoma sisi leo zinatuelekeza katika mafanikio, na kwa hakika mafanikio hayo yanatufikisha katika pepo tukufu ya Allah tabaraka wa taala. Na hili ni jambo ambalo vijana wanastahili jifananisha nalo. Vijana wakati wa Mtume walikuwa karibu na Mtume, kwa sababu hiyo wakasoma ilmu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kusoma ilmu ikajaa ndani ya nyoyo zao mapenzi ya kupenda Uislamu, kwa sababu walikuwa na ilmu. Kwa mapenzi yao ya kupenda Uislamu wakawa wako tayari kutoa nafsi zao muhanga kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, wakawa wako tayari kutoa pesa zao kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala.
mtazame mathalan Mus'ab ibn Umayr, sahaba mtukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye Allah wakati anachukua roho yake katika vita vya Uhud, umri wake haujafikisha miaka 40. Ni kijana aliyezaliwa kutoka katika makoo ya Kikuraishi katika ardhi hii tukufu ya Makka, tena akitoka katika familia ya matajiri, familia ya watu wenye uwezo. Kusilimu kwake ikawa ni sababu ya kuacha utajiri. Ndugu zake walimwambia Mus'ab, chagua moja kati ya mambo mawili, ubakie kwetu uishi maisha ya kifahari, maisha ya kitajiri katika dunia hii, nenda kwa huyo Muhammad uende ukaishi maisha ya kilofa duniani hapa na huko utakakokwenda. Akasema, nimeridhia mimi kuishi maisha ya kilofa duniani, lakini naamini itakuwa na malipo yaliyo manono kesho yaumul qiyama. Sahaba huyu kijana amekufa katika vita vya Uhud. Historia inasema wakati anafunikwa ili apate zikwa, hakuwa na nguo zaidi ya nguo moja. Akifunikwa kichwa, miguu inabakia wazi, akifunikwa miguu, kichwa kinabakia wazi. Mpaka Mtume akatoa amri, mfunikeni kichwa chake, miguu yake mfunikeni na majani ili aweze stirika. Ndivyo walivyokuwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa walitoa nafsi zao muhanga kwa sababu waliupenda Uislamu, na hawakupenda Uislamu kiupogo, kiujinga. Waliupenda Uislamu kiilmu. Sisi leo hatuna mapenzi na Uislamu kwa sababu Uislamu mwenyewe hatujui. Anas ibn Malik anatupokelea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema, yatba'u al-mayyita thalathatun, mwanadamu anapokufa huwa ni maiti. Maiti huyu kwa kuwa amekufa ana haki ya kufanyiwa mambo makuu manne kwa mujibu wa taratibu, mila na desturi ya dini yetu ya Uislamu. Jambo la kwanza, inapaswa akoshwe. Lakini pili, avikwe sanda. Tatu, aswaliwe. 4, anyenyuliwe kupelekwa makaburini kwa ajili ya kuzikwa, kutiwa ndani ya mwanandani. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema maiti wa Kiislamu akishakoshwa, akavikwa sanda, akaswaliwa, akanyenyuliwa na ndugu zake, jamaa zake, vipenzi vyake wa karibu wake, kupelekwa makaburini, husindikizwa hali ya kuwa ameambatana na mambo aina 3 yanamfuata. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ahluhu, kwanza ni ndugu zake, marafiki zake, vipenzi vyake, wakaribu wake, jamaa zake, wanamsindikiza makaburini. Wengine macho yakitoa machozi, wengine nyoyo zikihuzunika na kusikitika, wengine wakihisi tumeondokewa na baba, tumeondokewa na mama, tumeondokewa na mume, tumeondokewa na mtoto. Kwa hakika tumeondokewa na kipenzi. Cha pili kinachomfuata ni mali yake. Kama alikuwa ni mwenye mali, yawezekana mali ikashiriki kumzika. Magari, maiti na watu wakatiwa ndani ya magari hayo. Jambo la tatu, matendo aliyoyatenda katika dunia hii. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, atapofikishwa maiti huyu kaburini, akatiwa ndani ya mwanandani, kaburi likafukiwa mpaka likanyenyuliwa urefu wa shibri moja, fayarji'u ithnani, makundi mawili hurejea, wayabqa wahidun, na hubakia kundi moja. Anasema yarji wa ahluhu, wale ndugu zake vipenzi waliokuwa wanalia, wanahuzunika, wanasikitika, wana majonzi yaliyochupa mipaka, hakuna mmoja atatamani azikwe naye ndani ya mwanandani. Lakini sivyo, hao ndugu zake, watoto wake, marafiki zake, vipenzi vyake, hawawezi kuwa na akili mbovu ya kutamani mali ya marehemu huyu izikwe pamoja na marehemu, nayo mali vile vile itarudi. Tena yawezekana wakati wako njiani watu tayari wamekwisha mzika marehemu huko,
na kaburi wamelipa mgongo, wanafikiri ni jinsi gani watasaidiana kugawana mali hii ya huyu marehemu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wayabqa wahid, anachobakia nacho mwanadamu marehemu ndani ya kaburi, ndani ya mwanandani ni kitu kimoja tu, ni matendo aliyoyatenda katika dunia hii peke yake. Haya ndiyo atakayobakia nayo kaburi, kaburi ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelisema katika hadithi iliyothibiti kutoka kwake na ikawa sahihi, huwa lina moja kati ya hali mbili kwa yule atakayewekwa ndani yake. Kaburi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema imma rawdatun min riyadil janna, ima kaburi litakuwa ni kiwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala katika alfajiri hii ayajalie makaburi ya Waislamu wote, na siku sisi akitufisha akatutia ndani ya makaburi yetu yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama hali ya pili ya kaburi ni hufratun min hufari niran, ima kaburi lisipokuwa kiwanja miongoni mwa viwanja vya peponi, basi kaburi litakuwa ni shimo miongoni mwa mashimo ya motoni. Sasa ni muda gani mwanadamu kaburi lake linakuwa ni kiwanja miongoni mwa viwanja vya peponi, na ni muda gani mwanadamu kaburi lake linakuwa ni shimo miongoni mwa mashimo ya motoni? Allah tabaraka wa taala anatupa jibu la swali hili aliposema katika surati al-Mulk, tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ametukuka Allah ambaye katika mkono wake kuna ufalme wa kila kitu, na yeye juu ya kila kitu ni muweza. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mola huyu mfalme wa kila kitu, muweza wa kila kitu, aliumba umauti kabla ya kuumba uhai. Lengo la kufanya hivi ni nini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili akujaribuni ninyi wanadamu katika maisha mtakayoishi nayo katika dunia hii, ni nani miongoni mwenu ambaye atafanikiwa interview hii endelevu ya kutenda matendo mazuri na akajiweka mbali na matendo mabaya. Jawabu la ni wakati gani kaburi linakuwa shimo miongoni mwa mashimo ya motoni, au kaburi linakuwa kiwanja miongoni mwa viwanja vya peponi? Ni majibu ya Allah tabaraka wa taala. Ni muda ambao mwanadamu atakumbuka uwajibu wake wa kuwepo katika dunia hii, akatenda ya kumridhisha Allah tabaraka wa taala, akatenda ya kumpendezesha Allah tabaraka wa taala, akatenda ya kumfurahisha Allah tabaraka wa taala, akatekeleza uwajibu wa kuumbwa kwake kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika surati Dhariyati aya ya 56, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na kwa hakika sikuumba majini na wanadamu isipokuwa nimewaumba ili waniabudie. Mwanadamu akikumbuka uwajibu huu, maisha yake yakazongwa na ibada, yakazungurukwa na ibada, ikawa kulala kwake ni ibada, kutembea kwake ni ibada, kula kwake ni ibada, kuvaa kwake ni ibada, kuongea kwake ni ibada, kila analolitenda yeye ni ibada mbele yake Allah tabaraka wa taala. Hakika huyu Allah siku akichukua nafsi yake akawekwa ndani ya kaburi litakuwa kwake yeye ni kiwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Lakini mwanadamu akisahau uwajibu wa kuumbwa kwake na Allah tabaraka wa taala, akaishi katika maisha ya dunia hali ya kuwa ameghafilika na ibada, ametelekeza ibada, matendo yake hayamfurahishi Allah, matendo yake hayampendezeshi Allah, matendo yake hayamridhishi Allah. Hakika mwanadamu huyu
siku atakayotiwa ndani ya kaburi, kaburi kwake yeye litakuwa ni shimo miongoni mwa mashimo ya motoni. Ewe Allah, tunakuomba utulinde, utunusuru na utuweke mbali na hili. Amin. Ndugu zangu katika imani, hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya tukufu ya Allah tabaraka wa taala zinatulingania, zinatuelekeza, zinatupeleka, zinatusisitiza katika umuhimu wa kumwabudu Allah tabaraka wa taala katika dunia hii, na ndiyo njia ya kufaulu na kufanikiwa duniani kadhalika kesho yaumul qiyama. Mwanadamu amejawa na udanganyifu. Mwanadamu anapokuwa na pumzi, anapokuwa na afya, anapojihisi ana akili, anajihisi kuwa amepata akili kwa nguvu zake, kwa uwezo wake. Anahisi kuwa amepata afya na nguvu kwa ujanja wake na uwezo wake. La, nguvu ulizonazo, akili ulizonazo, elimu ulionayo, mali ulionayo, kila unachojihisi unajiweza nacho, vile unavyoweza, umewezeshwa na Allah tabaraka wa taala. Lakini jua isiku utakufa, utarudi kwake yeye Allah tabaraka wa taala. Na Allah ameshathibitisha juu ya suala la kufa. Hakuna mwanadamu ataishi milele katika dunia hii maadamu alifishwa khairul khalqi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hakuna mwanadamu atabakia. Ndugu zangu, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila kenye uhai, kila kilicho na nafsi kwa hakika lazima kitauonja umauti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm alqiyama, na kwa hakika si vingine mtalipwa ujira wenu siku ya kiyama. Faman zuhziha 'anil nari, yeyote atakayewekwa mbali na moto wa jahannam, akatengwa mbali mno na moto wa jahannam, akasalimishwa na Allah tabaraka wa taala na adhabu za moto huu, faqad faza. Allah anasema hakika mtu huyu amefuzu mbele yake Allah tabaraka wa taala. Wamal hayatu dunya, na haukuwa uhai wa dunia ambao sisi tunaishi nao leo hii, ambao sisi umetutawala leo hii, ambao sisi umetuzunguruka leo hii, illa mata'ul ghurur, isipokuwa ni starehe yenye udanganyifu, starehe ya muda mfupi. Leo watu wenye umri wa miaka 60, miaka 62, miaka 70 ni juzi walikuwa wafanyakazi, lakini leo wamestaafu na hawana nafasi ya kurudi kazini. Bali umri wa uhai katika uhai wa mwanadamu Muislamu ni miaka 60. Ukifikisha, mshukuru Allah. Zaidi ya miaka 60 unautafuta umauti, una njia ya kukwepa umauti. A'maru ummati ma baina 60 ila 70, umri wa watu wa umma wangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni kati ya miaka 60 na miaka 70. Wa aqalluhum man yujawizu dhalika, lakini wachache katika watu wa umma wangu ambao wanakufa hali ya kuwa wamevuka miaka 60. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, mmehiji nyumba tukufu ya Allah tabaraka wa taala, mmeteseka kwa aina mbalimbali za mateso. Wengine ndio imekuwa mara yenu ya kwanza kulala chini, kokoto zinachoma miili yenu. Kulala chini, umezoea kutoka sijida katika baadhi ya viungo vyako, leo unatoka sijida kwenye mbavu zako kwa sababu ya kulala juu ya kokoto. Mmetembea wengine mpaka miguu imetoka malengelenge, wakati majumbani kwenu unatoka ndani, unaingia kwenye gari, inakupeleka gari, inakufikisha ofisini, unashuka, unaingia ofisini, unatoka ofisini, unarudi kwenye gari, unarudi nyumbani, huna muda wa kutembea kwa miguu. Mmekaa hapa mkiteseka na joto, mmelivumilia. Hamvumilii joto mkiwa katika majumba yenu, hamvumilii joto mkiwa makazini kwenu. Vyote hivi ndugu zangu, mmekubali viwiliwili vyenu viteseke kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kuweni na uchungu na mateso haya, kuweni tayari kuyalinda mateso haya, mwende mkaishi vile Allah anataka. Kama mmemtaka msamaha Allah, na Allah ni mkweli katika ahadi zake, hasemi Allah isipokuwa hutekeleza, huwasamehe watu waliosimama katika viwanja vya Arafa. Tunaamini insha Allah katika mwaka huu sisi ni miongoni mwa tuliosamehewa na Allah tabaraka wa taala makosa yetu. Twende tukalinde msamaha huu,
Twende tukauchunge msamaha huu, tukaishi maisha ya kujiweka mbali na maasi, tukaishi maisha ya kujiweka mbali na madhambi, tukaishi maisha ya kutenda yale ambayo anayofurahia Allah, anayaridhia Allah, na kujiweka mbali na yote anayoyachukia. Hakika hii ndiyo njia ya kufaulu kwake yeye Allah tabaraka wa taala. Vijana, dunia ya leo imetughururisha. Anapojihisi mtu kijana, yu tayari kutenda kila aina ya matendo ya kumuudhi Allah ili afurahishe ujana wake. Lakini tambua, elewa, ujana ulionao iko siku utaulizwa na Allah. Ujana ulionao utaulizwa maswali ambayo utakosa majibu. Katika mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwanadamu yaumul qiyama hautonyanyuka unyayo wake kupiga hatua moja kwenda mbele wala kurudi nyuma mpaka aulizwe mambo hayo. Wa an shababihi, ujana wake fima abelahu, aliuchakaza vipi? Kiwiliwili chake kilichakazika, kiliharibika na yepi katika yale anayoyaridhia Allah tabaraka wa taala. Masahaba wa Mtume, bali Mtume mwenyewe, walikufa wakiwa na majeraha katika viwiliwili vyao. Ni alama kuwa wanajikurubisha kwa Allah bisalihil a'mal, kwa uzuri wa matendo. Mtume amekufa meno manne ya mbele hana, anapigana jihadi kuitetea dini ya Allah tabaraka wa taala. Anaitetea dini ya Allah, anatafuta fadhila za Allah, wakati Allah shamsamehe makosa yake yaliyopita na yajayo, lakini anakufa meno manne ya mbele hana. Subhanallah. Allah tulinde, atutakase vijana wa leo. Wallahi Allah anachukua nyoyo zetu, viwiliwili vyetu vimechakaa kwa sababu ya maasi. Ni wangapi katika sisi tunakufa kwa ukimwi? Nyama zimekongoroka mwilini, imebakia mifupa mitupu. Mwanadamu alikuwa akipimwa na kilo 100, anapimwa kilo zake ni chini ya 30. Zimeliwa nyama zake na wadudu wa ukimwi. Ukimwi ambao sababu ya kupatikana kwake takriban 95% ni zinaa, imetamalaki katika maisha yetu. Tukarudi tukalinde ibada zetu. Vijana leo wanachakaa wengine meno yao, asubuhi, mchana, usiku. Bariki ni kazi yao, matambu ni kazi yao, kuvuta sigara ni kazi zao, kula mirungi ni kazi zao. Vijana wa Kiislamu hawana kazi, kazi zao ni kufanya maasi. Anakuambia mtu hiki ni makruh, haramu. Sigara haramu, mirungi haramu, bariki, tambu ni haramu. Haiyumkini utumie kitu ambacho kinaharibu mwili wako, halafu kitu hicho kisiwe na madhara na wewe. Lakini wataalamu wa kiafya wanathibitisha bariki ina madhara katika mwili wa mwanadamu. Wataalamu wa kiafya wanathibitisha sigara ina madhara katika mwili wa mwanadamu. Shirika la Afya Duniani WHO, takriban miaka 6 iliyopita, niliwahi soma takwimu, wanasema takriban kwa mwaka dunia nzima wanakufa watu 3.5 kwa kansa ya moshi wa sigara. Shirika hilo la afya miaka 6 iliyopita wanatoa takwimu, wanasema kila mwaka duniani wanakufa watu takriban 1.5 mpaka 175 kwa sababu ya kuvuta moshi wa sigara zilizovutwa na watu wengine. Na ndio maana wanaruhusu kutengeneza sigara, lakini hata wanazuia matumizi ya sigara mbele za watu. Muislamu hili halijui. Akili yake imeingia upofu, anajihisi kama vile haoni, anahisi Allah hamuoni, na kumbe Allah ni mtambuzi, kumbe Allah ni mjuzi. Akatoa mali yake kwa ajili ya kununua haramu, kwa ajili ya kujidhuru yeye na kudhuru wenzi wake. Anajipa matumaini nitaacha kesho, na bado anaendelea. Anajipa matumaini kama hiyo kesho atakuwa hai,
Ni nani katika sisi ndugu zangu ambaye ana dhamana, anajua kesho atakuwa hai? Nani katika sisi? Nani katika sisi anajua jioni ya leo baada ya asri atakuwa hai? Hakuna anayekamata nafsi za wanadamu ila Allah tabaraka wa taala. Siku aliyokuumba kukushauri ndivyo ilivyo siku akikufisha hatokushauri. Unajipa muda tu, unaliwaza nafsi yako kwa kukubali sheitani aichezee nafsi yako kwamba subiri utapata muda wa kutubia. Tunamuomba Allah awanusuru vijana wenzetu, lakini pia maafa na masikitiko yaliyo makubwa hata kwa wazee wa Kiislamu ambao kwa umri wao kufika miaka 60 na kwenda juu. Tunajua hawa wanatakiwa wawe karibu sana na Allah kwa sababu muda wa kufa kwa wao umefika. Ni kwa maneno ya Allah ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia nao wako mbali na haya, wanashindana na watoto wao kuvuta sigara. Mtoto anawasha sigara, baba anagonga. Mtoto anazima, baba anawasha. Wanapokezana watu kwenye maasi, wanafundishana watu maasi, wanasaidiana watu kufanya maasi. Ndugu zangu katika imani, ni mara ngapi tunasikia, ni mara ngapi tunaona vijana wa Kiislamu afya zao zinaathirika kwa matumizi ya mirungi? Ni mara ngapi? Mwezi wa 4 mwaka huu ninastiri na mstiri huyo ambaye alimpata mambo haya, kwa sababu wengi wenu mnamjua. Ni vijana katika vijana wa Kiislamu wanaoishi katika jiji la Dar es Salaam, ambaye alifikia katwa kipande cha utumbo wake kwa sababu ya kuathirika na matumizi ya mirungi katika hospitali ya Aga Khan Dar es Salaam. Hata ikawa matibabu mazito kwake, akawa na hali ngumu, ndugu zake wanalia, wanafikiri Allah atamchukua. Ikabidi wamkimbize South Africa kwa ajili ya kumpatia matibabu. Allah akasalimisha nafsi yake. Mirungi, ndugu zangu katika imani, ambayo kilo moja ya mirungi, ile mirungi ya hali ya chini, ni takriban 14,000. Kila siku mtu ananunua kilo nzima. Achilia mbali hiyo ya high class ambayo kilo moja ni 45,000, wakati mtu siku moja anatoa 45,000, 14,000 kununua madhara, kununua umauti, kununua maafa ndani ya mwili wake. Muulize amesaidia kwa siku mayatima wangapi? Kwa siku amesaidia wagonjwa wa Kiislamu wasiomudu matibabu wangapi? Kuna wangapi katika wanadamu wenzi wetu wanateseka katika hospitali ya Ocean Road kwa maradhi ya kansa? Hawana huduma, hakuna wa kuwahudumia ila ni sisi. Piteni hospitali Muhimbili na hospitali nyinginezo. Ni wangapi katika wanadamu wenzi wetu, achilia mbali Waislamu, hata wanadamu wasio Waislamu, wanaoteseka, wanakufa kwa kukosa Panado, wamekosa pesa ya kununua Panado. Unateketeza pesa kumuasi Allah, unateketeza pesa kuutafuta umauti. Sasa Mtume anakuambia unyayo wako hautonyenyuka kutoka pahala pamoja kwenda pahala pengine siku ya Kiyama mpaka Allah akuulize, huu ujana wako, huu mwili wako uliuchakaza katika yapi? Jiandae na majibu, ndugu yangu katika imani. Vijana, na kusisitizeni katika ibada tukufu, ibada adhim alizozisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Kutafuta elimu ni fardhi iliyo ya lazima kwa kila Muislamu, mwanamume na mwanamke. Tumekimbia sisi kusoma, kazi zetu sisi ni kukimbilia mijadala. Tunakimbilia ilmu ambazo hatuwezi ogelea bahari yake. Anakimbilia mtu kutaka mambo ambayo fi khilafu baina ahlul ilmi, kuchukua udhu hajui. Anakimbilia mtu kutaka kufahamu mambo ambayo wamekinzana kina Imam Shafi, wamekinzana kina Imam Hanaf, wamekinzana kina Ahmad ibn Hanbal, wamekinzana kina Imam Malik. Swala hajui. Hapa tulipo tuna umaskini mkubwa wa kuifahamu swala.
Wallahi hatujui swala ndugu zangu, na kilicho cha lazima kwa Muislamu ni kutambua, kujua ilmu sharia, elimu ya kisheria ambayo wanawazuoni wetu wametufundisha, wametuelekeza ni kuzijua nguzo 5 za Uislamu. Usiwe Muislamu bil ismi, usiwe Muislamu bil irthi, usiwe Muislamu kwa jina, wala usiwe Muislamu kwa kurithi. Kuwa Muislamu kwa ilmu. Unaulizwa kwa nini wewe ni Muislamu, unaulizwa ni ngapi nguzo za Uislamu. Ukisema 5, jawabu zuri sana. Ni ngapi nguzo za ukafiri? Hujui ukafiri una nguzo ngapi. Kwa sababu hiyo tumekuwa tukitenda kila siku matendo ya kikafiri, hali ya kuwa tukijidhania kuwa tuko ndani ya Uislamu. Muislamu ni lazima akitamka shahada mbili ajue maana halisi ya la ilaha illa Allah. Muislamu leo ukimuuliza nini maana ya la ilaha illa Allah hajui. Muislamu wa leo ukimuuliza la ilaha illa Allah ina nguzo ngapi hajui. Muislamu wa leo ukimuuliza la ilaha illa Allah ina sharti ngapi hajui. Muislamu wa leo ukimuuliza ma hiya nawaqidhu la ilaha illa Allah, ni vipi vitenguzi vya la ilaha illa Allah, hajui. Ndio Muislamu ana hirizi mkononi, Muislamu kaweka hirizi kiunoni, Muislamu katundika hirizi shingoni, Muislamu haendi bila ramli, Muislamu haamki asubuhi lazima atazamie nyota, Muislamu miguu yake ni halali kwenda kwa waganga wa kienyeji watazamia ramli makuhani. Ni kwa sababu hajui maana halisi ya la ilaha illa Allah, hajui nguzo za la ilaha illa Allah, hajui sharti ya la ilaha illa Allah, hajui nawaqidhu la ilaha illa Allah. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Yeyote ambaye neno lake la mwisho wakati anaondoka katika dunia hii ni hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa taala, mtu huyu ataingia peponi. Haya ni maneno ya Mtume. Ni wakati gani ndugu yangu katika imani mimi na wewe tukiwa katika sakarati al-maut tutaweza tamka neno hili ili tupate ingia peponi, wakati katika dunia tunaishi bila kutambua maana yake, katika dunia tunaishi bila kujua nguzo zake, katika dunia tunaishi bila kujua sharti zake, katika dunia tunaishi bila kujua vitenguzi vyake. Twende tukasome la ilaha illa. Anatamka Muislamu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, anakiri Muhammad ni mja wa Allah na ni mtume wa Allah. Ni upi wajibu wa Muislamu kwa mtu huyu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam? Wallahi nahnu dhalamna rasulana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tumemfanyia dhulma kubwa mno mtume wetu Muhammad, rehma za Allah ziwe juu yake na amani. Yale ambayo tuna haki ya kumwiga, tuna haki ya kumfuata, tuna haki ya kumtii, hatutaki yafanyie kazi. Na yeye anatuambia yawezekana mmoja wenu anahisi ataingia peponi tu kwa vile anataka yeye. La, Abu Huraira anapokea hadithi, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, umma wangu wote utaingia peponi ila yule atakaye kataa kuingia peponi. Masahaba wanamtazama Mtume katika hali ya kustaajabu, wanamuuliza wa maniaba ya Rasulullah, ni nani katika sisi ewe Mtume wa Allah ambaye atakuwa na akili ndogo akakataa kuingia peponi? Mtume anasema man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, yeyote atakayenitii mimi Muhammad hakika huyu ana pepo, na yeyote atakayeniasi kwa hakika mtu huyu ana moto, ndio amekataa kuingia peponi. Twende tukasome, tukamsome Mtume. Wallahi Waislamu tungemsoma mtu huyu, tungemtambua mtu huyu, tusingeishi katika udhalili tulionao leo hii, tusingeishi katika hali ya kuparaganyika ambako leo kumetuelemea.
tunaishi kiuadui sisi, hatupendani sisi, hatuko ndugu moja sisi. Kila mmoja yuko kivyake, anayejiona mweupe yeye ni mweupe, anayejiona mweusi yeye ni mweusi, mwenye nacho mimi nacho, masikini yeye masikini. Tunajifakarisha kwa makabila. Umma wa Kiislamu leo umeparaganyika. Zile hali wanazosifiwa masahaba wa mtume pamoja na mtume leo zimeondoka. Upendo waliokuwa nao watu hawa leo sisi umetuondokea. Hali ya kuwa Allah anatuambia wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Shikamaneni ninyi Waislamu, shikamaneni yenyi mliomwamini Allah katika dini ya Allah nyote kwa pamoja na wala msifarakane. Tena Allah anatukumbusha wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum faasbahtum bi ni'mati ikhwana. Kumbukeni neema ya Allah kwenu ninyi mlipokuwa maadui, mnaishi kichuki, mnaishi kwa kughadhibikiana. Allah akabadilisha, akaondosha chuki, akaondosha uadui, akapandikiza mbegu ya udugu ndani ya nyoyo zenu, mkawa ndani ya Uislamu nyote ni ndugu moja. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, sahaba tajiri katika mji huu wa Makka, wakati anatoka Makka kwenda Madina, ameondoka hana kitu, mali yake yote kaiacha hapa, anakimbilia katika nyumba ya imani kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam, kwenda kutengeneza taifa la Kiislamu. Anafika Madina, ni mtu masikini, hana kitu. Anakuja Saad ibn Malik, ansari wa Madina, anamshika mkono, anamwambia njoo ndugu yangu, wewe huna kitu, mimi nina kitu. Wewe ni ndugu yangu kwa sababu sote tunakusanywa na Uislamu. Nataka nikuwezeshe vile Uislamu unatufundisha. Nataka nikutoe katika umaskini ulionao vile Uislamu unavyotufundisha. Nina nyumba mbili mimi, badala ya kuishi maisha ya kujibana, chagua moja kati ya nyumba mbili hizi, nitakumilikisha mimi iwe nyumba yako, na wewe uishi katika hali ya kujimwaga. Lakini sivyo ndugu yangu, pia mimi nina wake wawili ninaowapenda, lakini kwa ajili ya Allah nitakuachia mmoja, nitawaandaa mimi, halafu wewe uje utazame unayempenda wewe kati ya hao wawili. Tutakuozesha na wewe upate mke hapa, lakini pia tutakuwezesha mtaji ukuamuke na hali ngumu ya kimaisha ulionayo. Abdurrahman ibn Auf anamwambia Saad ibn Malik, anamwambia nimetosheka, nimekinaika na fadhila zako za kutaka kunipa mmoja kati ya nyumba zako mbili, lakini pia nimekinaika na fadhila zako za kutaka kuniozesha mmoja kati ya wake zako wawili. Pia nimekinaika na fadhila zako za kutaka kuniwezesha chochote katika mali ili nami nijikwamue kiuchumi. Anamwambia nisaidie kitu kimoja, asante kwa nyumba, asante kwa mke, asante kwa mali, nioneshe soko liko wapi. Mimi ni mfanya biashara mzuri, Allah amenipa maarifa ya kuanzisha miradi ambayo naamini baada ya muda mchache nitatoka. Na hivyo ndivyo alivyokuwa Abdurrahman ibn Auf. Kafanya biashara katika mji wa Madina, wakati Maka ametoka akiwa hana kitu, akarudisha ubilionea aliyokuwa nao katika mji wa Maka, tena zaidi ya alivyokuwa. Yote haya ndugu zangu waliyafanya masahaba kwa kupendana. Sisi leo mimi siko tayari kumsaidia Muislamu mwenzangu mkate, siko tayari. Ninachokiweza kwa Muislamu mwenzangu ni kumteta, ninachokiweza kwa Muislamu mwenzangu ni kumsengenya, ninachokiweza kwa Muislamu mwenzangu ni kumla nyama, kuamsha moto wa kufitiniana. Tanzania Waislamu hatupendani, na dhima hii inaanzia kwa mashekhe wanaolingania dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa kuwa kunaonekana kwa wao mapenzi hayapo baina yao, yamerithisha mpaka wafuasi wanaowafuata. Walifarakana wema waliopita kabla yetu, lakini walitofautiana lakini hawakufarakana. Malik ibn Anas
ni shekhe wa Imamu Shafi. Ahmad ibn Hanbal ni mwanafunzi wa Imam Shafi. Hawa walitofautiana, kila mmoja tunasoma ana madhehebu yake, ana mapito yake katika kuitambua dini ya Allah tabaraka wa taala. Lakini siku moja hakuna aliyefungua kinywa akamvunjia adabu mwenzake, akamkashifu mwenzake, akamtukana mwenzake. Tunatukanana sisi, tunakashifiana sisi, tena kwenye mambo ambayo hayana ulazima wa kutukanana wala ukashifiana. Wafuasi wakisikia wanaingia ushabiki, inakuwa dini ni Simba na Yanga, inakuwa ni dini ni Arsenal na Manchester United. Haiwi dini ya kumwelekea Allah tabaraka wa taala. Ninyi ni wajumbe wazuri, ninyi ni mabalozi wazuri, rudini Tanzania mkaliondoshe hili. Anakuijieni shekhe na elimu alionayo, lengo ni kufarakanisha umma. Mwambie masikio yetu hayawi daraja la kutupeleka motoni kupitia maneno yako. Tukasome dini ya Allah, tumjue Allah, tukasome nguzo 5 za Uislamu, tuijue swala. Ndugu zangu, hatujui swala sisi. Muislamu anasimama anaswali, hata umuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anaswali ndani ya sala yake ambayo aliswali mwanzo mwisho, akawaambia masahaba, swalini kama mlivyoniona nikiswali. Alinyanyua mikono mara ngapi? Hajui Muislamu. Akiinama kanyanyua mikono, akinyanyuka kanyanyua mikono, akirudi kwenye rakaa ya pili kanyanyua mikono. Namna hiyo ni kunyanyua mikono mwanzo mwisho. Hajui swala. Hajui Muislamu kukaa tashahudi ndogo, hajui Muislamu kukaa tashahudi kubwa, hajui Mtume alisujudu vipi, hajui Mtume alirukuu vipi. Ukimuuliza sala ina nguzo ngapi, hajui. Swala ina sharti ngapi, hajui. Swala ina nyajibu ngapi, hajui. Swala ina sunna ngapi, hajui. Swala ina vibatilishi vingapi, hajui. Ni sisi. Lakini tuulize habari zinazohusiana na Manchester United, ataitaja listi nzima mpaka reserve. Atataja listi kuu ya watu 11 wanaoanza uwanjani na mishahara yao wanaipokea kwa wiki, na kwa mwaka wanaingiza kiasi gani, wana utajiri wa aina gani, wanamiliki majumba mangapi, wanamiliki gari kiasi gani. Allah hawezi kwenda kukuuliza ndugu yangu katika imani juu ya mali za watu walizonazo. Atakuuliza ulimwabudu kiusahihi vipi katika maisha haya ya dunia. Twende tukasome swala ndugu zangu, tutambue, tuelewe na tukumbuke. Awalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyama as-salah. Jambo la kwanza ambalo Allah ataanza muuliza mja wake siku ya kiyama ni sala bwana. Sala ndio utaanza ulizwa. Sala ndio itaanza kuulizwa kwako. Imekamilika swala, mengine yatakuwa yamekamilika. Swala ina mapungufu, mengine pia yatakuwa na mapungufu. Swala, kwenye swala tu madhaifu, kwenye swala hatujui. Ndio unaona leo Muislamu ndani ya Uislamu miaka 60 mwambie njoo uadhini, hajui. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ni msiba ambao nyoyo zinashindwa uvumilivu. Ni msiba ambao nyoyo haziwezi uelezea. Turudini kwa Allah tabaraka wa taala, tukaisome pia zaka. Tunaingia muda mwingine ubakhili, uwezo wa kutoa zaka tunao, na kumbe zaka yenyewe ni kiasi kidogo sana katika mali tunazozimiliki. Tunatishika zaka labda jina kubwa sana, zaka ni mali nyingi sana, mtabakia bakhili, unatengeneza uadui na Allah tabaraka wa taala. Zaka inapotolewa katika mali ni sawa na mkulima ametia mbolea katika mazao yake. Nini matarajio ya mkulima ambaye anaweka mbolea katika mazao? Ni mazao yastawi kwa uzuri, mazao yatoe mimea, yatoe nafaka zilizo nyingi. Ndivyo ilivyo zaka katika mali ya mtu, inaenda izidisha, inaenda ilinda. Tunashindwa yatambua haya kwa sababu hatujui, hatuelewi, hatuna elimu ya zaka, hatujui ibada ya funga. Muislamu miaka 60 ndani ya Uislamu, Ramadhani kiingia anakuambia shekhe, nimekuja nataka uninuize nia ya kufunga. Ana miaka 60 ndani ya Uislamu mtu huyu,
hajui nia ya kufunga ni ipi. Ana miaka 60 ndani ya Uislamu, anakwambia eti mwanamke kimada akipika futari funga sahihi sio sahihi. Maswali yasiyo kichwa, yasiyo na miguu yanaulizwa na sisi kwa sababu ya upofu katika dini yetu. Lakini pia kuitekeleza ibada ya haji. Tunatekeleza haji katika hali ya kuwa tuna ujinga uliolundikana katika vichwa vyetu. Ni kwa sababu hatujaisoma hii dini. Sasa mengine hayo tuwaachie mashehe, lakini haya mambo matano tukayasoma. Haya matano ni lazima Muislamu kuyatambua, ni lazima Muislamu kuyajua. Kutoyajua Muislamu matano haya, hakika ni kujitengenezea maangamio mbele yake Allah tabaraka wa taala. Mola, tunakuomba utujalie kuwa ni miongoni mwa tunaosikia na saa nzuri zitokazo kwako kisha tunazifanyia kazi. Baada ya kuyasema haya, ndugu zangu, tunatoa taarifa ya kwamba leo biidhnillahi alkarim tutaondoka rasmi katika mahema ya Mina, na hii tukitumia ruhusa ya Allah tabaraka wa taala, kwamba atakayewahi kuondoka tarehe 12 mwezi Dhulhijja fala ithma alayhi, hakuna dhambi kwake. Bali tunafanya haya ni kwa sababu tuna muda mchache mno wa kuwa Maka tukitakiwa kwenda Madina. Allah akituafikisha Jumatano tutakuwa tunaenda Madina. Itakuwa ni kazi ngumu sana tukaondoka tarehe 13, kwa maana ya kesho Jumanne, mpaka tuingie Maka jioni, mtu afanye tawaful ifadha na sa'i yake, halafu muda mchache tena aende akafanye tawaful wadaa. Itakuwa ni kazi ngumu, na kwa hakika ni kupitia viwiliwili vyetu katika madhara ambayo dini yetu imetupa uwepesi. Kwa hivyo leo sote kwa pamoja tunaondoka, vijana na wazee wenye uwezo wa kutembea. Wao watabakia hapa mpaka saa 9 ndio wataondoka kwenda Jamarati kurembea, wakiwa na vibegi vyao hivi mgongoni, kisha wanachapa mwendo kuelekea haram tukufu ya Makkatul Mukarram. Maneno yangu yanaeleweka, sio? Ama wazee au wasio na umri wa uzee lakini ni wagonjwa, wawe tayari saa 3 asubuhi ya leo. Wakiambiwa tokeni nje, waruke nje haraka kuingia kwenye mabasi ili kutangulia, kwa sababu afya zao haziwezi waruhusu kuwatoa hapa kuwapeleka Jamarati na mpaka haram. Asijitie maradhi kijana, asijitie maradhi mwenye uwezo wa kutembea, akajiona kwamba manake mimi siwezi, ngoja nitafute nipande basi. Allah anakuona na Allah anajua. Allamul ghuyub, ni mtambuzi wa mambo yaliyofichikana ndani ya vifua vya watu. Anajua huyu ana uwezo wa kutembea, lakini anafanya makusudi kukimbia fadhila zangu. Tuko pamoja ndugu zangu? Limeeleweka hilo? Ama tawaf, narudia, mzee wangu ananiambia narudia, wazee wote na wale wenye maradhi, hata kama si wazee, saa 3 asubuhi ya leo wawe tayari kwa ajili ya maandalizi ya kupata basi la kuelekea hotelini Makkatul Mukarram. Saa 3 ikifika, wakiambiwa tokeni nje, watoke nje haraka. Wakijivutavuta wakajikusanya kwa kuchelewesha muda, ikawa gari limepata wengine likaondoka, basi hiyo itakuwa ni biashara ya kutafuta mazingira ya kutembea kwa mguu nao kutoka hapa mpaka Makka mjini. Kwa kuwa gari ni za tabu leo, lakini hata kama utapata gari pia barabara leo zina zahma kubwa. Ama vijana, wazee wenye uwezo wa kutembea watabakia hapa kwenye mahema, wanapata hewa safi ya joto tulioruzukiwa na Allah tabaraka wa taala mpaka saa 9, na inshallah fadhila za Allah zitakuwa pamoja nasi. Ikifika saa 9 tutachukua mawe yetu, tutachukua mabegi yetu, tutaweka migongoni, tutachapa mwendo kwenda kumwangamiza shetani kwa siku ya mwisho, na baada ya hapo tunaelekea haram ya Makka. Hii ni kuchapa mguu kwa mguu, yani kutoka Jamarati kurudi hapa ni sawa na kutoka Jamarati tayari tumeshafika haram ya Makka. Tuko pamoja Ukifika Makka, nenda hotelini kapumzika. Ukienda kuswali haram, sijui alasiri, magharibi, al-isha, saa 7 kamili usiku, saa 7 kamili usiku ujao, sote tuwe chini nje ya hoteli kwa ajili ya kutoka pamoja kwenda kufanya tawafu al-ifadha na sa'i yake
ndani ya haram tukufu ya Makka. Tunaamini kwa mzunguruko huo au kwa muda huo mpaka baada alfajiri itakuwa ibada ya haji kwetu sisi imekamilika, na Allah inshallah tunamuomba atulipe ujira ulio mnono. Ama wale wenye vibaskeli pia tutawafanyia maarifa, lakini kabla ya hapo tutaongea nao tujue mifuko yao inaweza leo kutoa riale 400 pengine mpaka 450 kufanya tawafu ifadha na sa'i yake, halafu tena kesho akatoa riale alau 250 mpaka 300 akafanya tawafu wadaa. Pochi ikiwa hairuhusu tutamwambia pumzika, tutamchukua kesho mapema baada salatu al-isha mubashara, tutampeleka haram akafanya tawafu al-ifadha akitiania pamoja ya kufanya tawafu al-wadaa kwa njia hiyo ya kibaskeli mpaka amemaliza pengine saa 7-8 usiku. Akirudi anajiandaa kwa ajili ya kuondoka alfajiri ya siku ya Jumatano kwenda Madina. Wengine watakofanya tawafu leo, ikifika kesho asubuhi endelea kupumzika, mchana wote pumzika, vinjari katika msikiti mtukufu wa Makka, chapa ibada kiasi uwezavyo. Usiku wa kesho Jumanne kuamkia Jumatano nenda kafanye tawafu alwadaa. Ikifika salatul fajiri huo umefunga kazi, umemaliza. Baada salatul fajiri mubashara uwe hotelini ukiwa uko safi, tena uko tayari chini ukisubiria usafiri kwa ajili ya kuelekea katika jiji tukufu la Madinatu al-Munawwara. Mengine yanayohusiana na safari yetu nzima tutapeana kwa kiasi cha mahitaji, lakini haya ndiyo ambayo ni ya muhimu na ya msingi na ya haraka ambayo yako mbele yetu, tunastahiki yafanyia kazi katika siku ya leo pia siku ya kesho. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا ودعاءنا دعاء مستجابا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا يا الشافي إلا شفيته ولا مريضا يا الله إلا شفيته ولا الحاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا بحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.